Tumewalika kwenye kikao au kwenye press hii tukiwa tuna mambo machache ya kutaka kufahamisha umma kama chama wilaya ya Njombe. Chadema wilaya ya Njombe ni wilaya yenye majimbo matatu ya uchaguzi, kwa maana inaunda jimbo la Njombe mjini, jimbo la Makambako na jimbo la Lupembe. Inaunda wilaya moja. Na leo tulikuwa na kikao chetu cha kikatiba, kikao cha mashauriano ya wilaya ambacho kimehusisha majimbo yote matatu, kwa maana viongozi wa katiba. Sasa sitaki niende huko kwenye idadi ya viongozi, lakini itoshe tu kwamba tulikaa hapa kwa ajili ya nini? Tumekaa hapa kuunga mkono no reform no election, kauli ambayo inatolewa na chama, na katika maazimio yetu tumekubaliana kwamba kwa sasa tunakwenda kufanya mikutano ni kuanzia kitongoji kwa kitongoji, kijiji kwa kijiji, kata kwa kata na jimbo kwa jimbo, kila kona, kuhakikisha kwamba tunazungumza na Watanzania, kuwaeleza kwa nini Chadema tunasema no reforms no election. Na katika mikutano hiyo tutakayoenda kuifanya kwenye wilaya, tutafanya pamoja na kuhakikisha kwamba tunasambaza fomu ambazo kwetu tunaita ni fomu za maombi, fomu za petition, kuwapitisha Watanzania wale ambao hawaamini kama Tanzania kama nchi, ambao hawaamini kwamba tuna mifumo mizuri ya uchaguzi. Kwa hiyo haitajalisha kwamba wewe ni wa chama gani, wale msio na chama na wale wenye vyama, haijalishi wewe ni CCM wewe ni ACT, lakini kama unaamini kwamba mifumo yetu ya uchaguzi Tanzania haikidhi na hukubaliani na mifumo hii, basi unaruhusiwa kujaza hiyo fomu ambayo haina vipengele vingi sana. Kwenye hiyo fomu unahitaji kuandika tu jina lako, kuandika namba yako ya simu, lakini vile vile una sign kwenye hiyo fomu. Mwisho wa siku utakuwa umepinga ukandamizaji wa sheria mbaya za uchaguzi. Lakini vile vile kwenye hii mikutano tunaenda kufanya kwenye kila kata au kwenye kila kijiji au kwenye kila vitongoji na kwenye kila jimbo, jambo lingine la msingi, tunakwenda kuwahamasisha Watanzania wengi wachangie tone tone, kwa sababu tone tone ni ndio njia pekee ambayo inaweza ikatufanya tukawaondoa watawala madarakani kwa haki, kwamba tone tone ndio inayosababisha kila Mtanzania aweze kuelewa ajenda ya Chadema. Kwa nini tunasema no reform no election? Kwa hiyo tunatoa mwito kwamba mahali popote tutakapokwenda kufanya mikutano, tutakwenda kuwaomba wananchi, wanachama na wadau kuchangia zoezi la tone tone ili tuweze kufika mbali zaidi, kwamba mpango wa chama ni kuhakikisha kwamba Watanzania wote tunawafikia kwenye maeneo yote, kwenye mikoa yote, kwenye kanda zote za nchi hii, kuambia ubadhirifu na uhuni tunaofanyiwa kwenye mambo yanayohusu masuala ya uchaguzi, lakini na mambo ya katiba kwa ujumla. Kwa hiyo tone tone ni jambo ambalo tutakalo kwenda kulisimamia kwa nguvu zote, kwa sababu tukipata fedha za tone tone ndio hizo zinaweza zikasababisha kila mahali tukafika. Kwa hiyo nitoe mwito na nitoe rai kwa Watanzania wote mtakaoweza kutusikiliza. Tunaomba mtunge mkono Chadema kuhakikisha kwamba mnafanya chochote, hata kwa mwezi tuchangie hata shilingi 1000. Yaani pambana kani unapoweza, hata shilingi 1500 yako changia, lakini wale ambao mnaweza kuchangia zaidi, mnaweza mkachangia kila siku, mnaweza kachangia kila wiki, lakini kuhakikisha kwamba kila Mtanzania uhakikishe katika kila mwezi unachangia tone tone shilingi 1000 ili no reforms no election tufike mbali zaidi. Lakini jambo lingine ambalo tumekwenda kukubaliana kwenye mashauriano haya ya wilaya ni kutoa kauli ya kulani kwa watawala na kwa jeshi la polisi kwa namna jinsi wanavyotufanyia Chadema. Sisi kama viongozi wa chama na kama wanachama wa Chadema inatupa hasira sana. Sisi ni binadamu, tuna mioyo ya nyama. Sisi ni chama kilichosajiliwa kikatiba, sio chama ambacho kimesajiliwa kihuni.
tumesajiliwa kikatiba, tuna haki zote kwa mujibu wa katiba. Hata hii katiba mbovu inatipa uhalali wa kuona sisi kama chama cha siasa tuna haki ya kufanya siasa, lakini tuna haki ya kutoka na ajenda, na tuna haki na wajibu wa kuzungumza na Watanzania, kuwaelimisha, lakini pia tuna haki ya kuwashauri watawala kwenye mahali ambapo hapajakaa vizuri, tuone namna gani tunaweza kukaa vizuri. Sasa ni kitu cha ajabu, Chadema sisi kama chama tunazungumza kuhusiana na kwamba tuna mifumo mibovu ya kiuchaguzi na tuna katiba ambayo haitoi uhuru na fursa kwa wote, kwa Watanzania. Leo tunapewa kesi za uhaini. Mwenyekiti wetu wa chama amewekwa ndani kwa makosa ambayo kila mmoja anashangaa. Yaani anayejua siasa anashangaa, wana CCM wenyewe wanashangaa, hata sisi wana Chadema tunashangaa, hata viongozi wa dini wanashangaa, hata mabalozi wanashangaa kwamba hii kesi ya uhaini imetoka wapi? Hivi muhaini ni mtu wa aina gani? Lakini hiyo haitoshi, wao wametengeneza hiyo kesi. Wanakwenda kutuzuia tusiende mahakamani kwenda kusikiliza kesi ya mtu ambaye wao wanamuita ni muhaini. Hii inatupa hasira ambayo inawezekana sisi tukishindwa, pengine watoto wetu wanaweza wakaja kulipa visasi ambavyo hatupendi kwenye nchi yetu vitokee. Sisi tunaweza tukasema kwamba tunailanije jeshi la polisi. Unawezaje kwenda mahakamani ukawakamata watu mahakamani, watu ambao hawana kiwembe, hawana panga, wala hawana kisu, wala hawana silaha yoyote, ila wana haki ya kwenda kusikiliza kesi, kwa sababu mahakamani hata majambazi walioiba na kuua, hata watu ambao wamefanya makosa makubwa, wana haki ya ndugu jamaa na marafiki zao na jamaa zao kwenda kusikiliza kesi zao. Lakini wao wanakwenda kutuzuia sisi kama chama tusiende kusikiliza kesi ya mwenyekiti wetu wa chama taifa, Mheshimiwa Tundu Antipas Mughay Lissu. Mbaya zaidi, hawa jeshi la polisi wametoa vipigo kwa wanachama wetu wa chama na kwenda kuwatupa mapolini. Kitu cha kusikitisha, unamchukua mtu mahakamani, unakwenda kumpiga, unakwenda kumtupa mapolini, halafu kamanda wa polisi anatoka hadharani, anakuja kutamka bila hata aibu. Anasema kwamba wale watu waliopigwa, waliotupwa huko mapolini, waseme walipigwa na nani. Hivi kweli tuna jeshi ambalo mpaka leo Mtanzania anaweza kafanywa kitu chochote halafu wao wasijue? Haya, kama nyie sio nyie mliowapiga hao wanachama kuwapeleka huko mapolini, haya tokeni mtuambie kwa uchunguzi wenu ni akina nani waliowapiga wanachama wa Chadema, waliowateka mahakamani na kwenda kuwapiga huko polini. Basi angekuwa muungwana hata kidogo kamanda wa polisi Muliro, angeweza kusema kwamba wamefanya uchunguzi, wamewapata watu ambao wamehusika kuwakamata na kuwateka viongozi wa Chadema na kwenda kuwatupa mapolini na kuwapa vipigo na kuwavunja migongo, wengine kuwavunja miguu. Lakini yeye anatoka anasema polisi haijahusika na wala haijahusika na unyama huu na ukatili huu. Sisi tunataka tumwambie wilaya ya Njombe Muliro kwamba wewe ni binadamu uliyezaliwa na mwanamke. Siku zako ni chache sana za kuishi hapa duniani. Kama unamuogopa Mungu, mrudie Mungu wako. Na tunasikitika kuona jeshi la polisi mnachagua upande. Yaani mmechagua upande wa watawala, lakini mmetoka kwenye eneo lenu la kusimamia haki za wananchi. Nyie jeshi la polisi ni kulinda na kutetea maslahi ya Watanzania. Leo nyie mmegeuka, mmeamua kuchagua upande, kuwaona Watanzania ni wanyama, Wanachadema ni wanyama, alafu mnatoka hadharani mnatupa vipigo vya aina hiyo. Watoto wetu wanaona, kila mtu anaona, alafu mnatoka hadharani bila hata aibu. Mnasema kwamba watu walioenda kuwapiga huko Chadema, hao waliopigwa waseme ni akina nani, wakati ni nyinyi jeshi la polisi. Picha zinaonyesha na watu tulikuwa tukiona. Haya, kama sio nyinyi, kwa nini mnajazana mahakamani kuzuia tusiende kusikiliza kesi ya mwenyekiti? Kwa nini? Mimi na Chadema Njombe tunauliza, kwa nini kama sio nyinyi mnaohusika kutupa vipigo, kama sio nyinyi mnaenda kututeka na kwenda kututupa, kutupiga na kututupa huko mapolini, ni nani wanaokuja mnakuja mahakamani kutuzuia tusishiriki kesi ya mwenyekiti? Nyinyi mnakuja kama nani? Na kama nyinyi mnakuja kwa ajili ya kulinda amani, mbona mabalozi hamwapi vipigo? Mnawaacha wanaingia, ila Chadema ndio mnatupa vipigo. Tunaomba na tunalitaka jeshi la polisi likome na liache. Hii sio tabia njema, kwa sababu nyinyi jeshi la polisi, nyinyi ni kaka zetu, nyinyi ni dada zetu, nyinyi wengine ni wadogo zetu,
wengine ni baba zetu, wengine ni mama zetu, wengine ni majirani zetu. Tunaishi pamoja na nyie, tunapanda bajaji pamoja, tunapanda bodaboda pamoja. Majukumu mengi ambayo tunayafanya huko mtaani ya kijamii tunashirikiana na sisi. Msituone sisi kama ni wanyama, na msitupeleke tukawe na roho za kikatili. Tunatamani kuona kwamba nchi yetu ni nchi ya amani. Tunahitaji kuishi kwa amani na tunahitaji kuheshimiana. Kwa hiyo acheni tabia hiyo, na tunataka kwamba tuwe na mifumo mizuri ambayo itatufanya tukiwa na uchaguzi. Kwa mfano leo nyewe polisi mnatupiga sisi. Swali tu la kujiuliza, Chadema tunadai katiba, tunadai mifumo huru ya uchaguzi. Hawa sisi mnao walinda hawa ndio wanaosimama majukwani kila siku wanasema kwamba wana wanachama wengi kuliko chama chochote Tanzania. Kwa nini wanaogopa katiba? Kwa nini wanaogopa mifumo, uboreshwaji wa mifumo mizuri ya uchaguzi? Wanaogopa kwa sababu wanaelewa kwamba Watanzania hawakubali. Na jeshi la polisi msiingilie huu mchezo. Muache mchezo tucheze na CCM kadri linavyowezekana, lakini sisi tunasema, na moja ya maazimio ambayo tumekubaliana kwenye no reforms no election, tunamaanisha wala hatutanii. Mwaka huu hakuna uchaguzi. Hakuna uchaguzi, na tutazuia uchaguzi. Nguvu tunayo, uwezo tunao, na akili tunayo. Kikubwa tu tunachoweza kusema tu kwamba tunatoa mwito kwa jeshi la polisi na vyombo vingine, sasa ni jeshi la magereza, acheni mara moja kuweka masharti ya kuto kumuona mwenyekiti. Mwenyekiti hajaua, mwenyekiti sio muhaini, mwenyekiti ana haki ya kupata haki zote kama maabusu walioko kwenye magereza yenu. Lakini pia kama mnaamini kwamba ni muhaini, acheni kuogopa kuendelea kuhakikisha mnashirikiana na watawala kwamba eti kesi zisikilizwe kwa njia ya mtandao. Mimi nikutake tu hata jaji mkuu naweza nikasema jaji mkuu wa Tanzania. Unapaswa kuangalia na kujitathmini. Kwa nini unanyamaza haya mambo yakiendelea? Watu wanapigwa, wanavunjwa miguu kwenye mahakama zako. Watu wanazuiwa kuletwa kwenye mahakama zako. Na kwa nini umenyamaza? Hakuna waraka yote ambao unayotoa kama mahakama kuzuia mambo haya yasiendelee, au kutoa mwito kwa watawala waache tabia hizo. Kwa nini mahakama mmenyamaza? Tunaomba mahakama ya Tanzania, kwa maana inasimamiwa na jaji mkuu, ujitazame nafasi yako na uone kama unawatendea haki wa Tanzania kama muhimili wa mahakama unaojitegemea. Na baada ya kusema haya, niweze kusema tu, nitoe mwito kwa wanachadema wote Tanzania. Tusiwe wanyonge. Wanachadema tusiwe wanyonge. Wanachadema tuungane. Wanachadema tusimamie ajenda yetu. Na hii ajenda, msione CCM wanatoa sana mlio. Ni ajenda ambayo imewashika kwenye mahali ambapo miaka mingi wametudanganya kwamba wao wanaleta maendeleo. Wao wana wanachama wengi. Wao wanakubalika na Watanzania wakati hawakubaliki. Na mimi nataka niwape challenge CCM. Kama nyewe mnakubalika, kwa nini mnakataa reforms? Kwa nini mnakataa katiba? Kama mko tayari, twendeni, na sisi tumesema tunawaachieni muongoze hata miaka 7 nchi. Lakini tunachohitaji tupate reforms nzuri na tupate katiba nzuri. Mwisho wa siku twende kwenye uchaguzi. Wananchi wakaamue, akachaguliwe mtu ambaye wananchi wanamtaka, na sio tu kuchaguliwa. Kura zihesabiwe na atangazwe aliyeshinda kwa haki, kama tulivyofanya uchaguzi wa Chadema. People, mkoa wa Njombe, sisi tuko salama. Wana Njombe wote kwa kauli moja, na ndio maana unakuta majimbo yote matatu yako hapa, na wote tunaunga no reform no election. Kwa hiyo hatuna kundi wala kikundi au cha jamii ya watu fulani ambao wanapingana na kauli ya chama. Ndio maana tumeamua kutoka kwenda kwenye mikutano ya hadhara, kwa sababu mikutano ya hadhara sisi tutatumia kila rasilimali ya nchi hii. Tutaweza kufanya mikutano ya hadhara, tutaweza kuongea na vyombo vya habari, tutaweza kuzungumza mtu kwa mtu, tukikutana kwenye jumuiya, tukikutana kwenye kwaya, tukikutana misikitini, tukikutana kanisani, tutawaelimisha Watanzania mpaka waelewe. Na ndio maana mpaka sasa tutoke na kauli mbiu ya no reform no election, nenda kijiji chochote, kitongoji chochote, Watanzania wanaelewa. Kwa hiyo kazi yetu sisi ni kuendelea kuwaongezea nyama na kuendelea kuwapa ujasiri wa Tanzania waelewe kwamba haya tunayoyadai Chadema ni madai si kwa maslahi ya wanachadema, ni maslahi ya Watanzania. Of course tumeathirika kwa asilimia kubwa, kwa sababu kama mwenyekiti wa chama anakaa ndani, tafsiri yake ni kwamba mipango mingi ya chama ambayo imepangwa, yeye ndio mtekelezaji, akishirikiana pamoja na viongozi wenzake. Lakini kwa sehemu naweza nikasema
kwa rasilimali za wanachama tulizonazo. Sisi ndio maana tunasema CCM watu wache tusikilize kesi ya mwenyekiti na mikutano itakuwa inaendelea. Mwenyekiti yuko ndani lakini bado mikutano inaendelea. Katibu mkuu ametoa ratiba ya kuona kwamba ni kanda zipi zitaenda kuendelea na huu mchakato wa no reforms no election. Tunaweza kuzisimamia hizi kwa sababu tuna rasilimali watu. Kwa sababu ni chama ambacho kina wanachama wengi, na naweza nikasema katika nchi hii chama ambacho kinaongoza kwa kuwa na wanachama wengi ni Chadema. Na ndio maana utakuta chama kama CCM wanaosema wana wanachama wengi wanaogopa kuwa na reforms. Sisi tuna wanachama wengi ambao wana uwezo na wanatambua. Na ndio maana hata sasa tunadai kuwa na reforms nzuri na tunadai kuwa na katiba. Kwa nini? Kwa sababu tunaamini hata tukipata reforms nzuri zisizotupendelea Chadema wala zisizompendelea CCM, tutakwenda kushinda uchaguzi na tutakwenda kushinda dola. Kwa jina naitwa Neema Simoni Kafyulilo, mwenyekiti baraza la wanawake jimbo la Makambako. Ni jambo ambalo linasikitisha. Kuna muda hata kulizungumzia unashindwa kama wanawake wanapelekewa mbwa wang'atwe kiasi kile. Yaani mbwa sasa hivi wamefika mahala wanalishwa. Yaani sijui hata nisemaje. Kwa kweli kiujumla ninalaani vikali hiki kitendo ambacho serikali inatumia nguvu kubwa kuzuia wananchi tusiende kusikiliza kesi ya mwenyekiti wetu. Lakini pia kuna kiongozi huyo kamanda anajiita, nimemfuatilia, ameenda kwa mwenyekiti wetu kwamba anataka akafanya upekuzi. Kiuhalisia mtuhumiwa unaye kituoni, sijajua kwa wanasheria kama wanajua sheria au mimi tu peke yangu sijui. Mtuhumiwa umemtuhumu kwamba ametamka kwamba kuna uhaini, aliutamka. Unaenda kuzingira nyumbani kwake kusachi, manake unaenda nyumbani kwake kusachi uhaini alioutamka. Maana uhaini sasa sijajua ni uhaini unakaa nyumbani kwa mtu au ni uhaini ameutoa mtu mdomoni, au yani kiukweli ni Tanzania ambao tunafika mahali tunatafakari tunashindwa nini tufanyaje. Mungu mwenyewe aingilie kati. Lakini kupitia hili watailipa. Mmejipangaje sasa kwenda kukamilisha kampeni yenu ya Tonetone ili kuhakikisha kwamba mnafikia malengo ambayo mmejiwekea? Mwendo ni ule ule. Mungu hajawahi kumwacha mtu wake anayeomba. Tonetone ipo na inaendelea, na ndio maana kila siku unakuta mikutano inaendelea na hakuna kinachobadilika. Ni no reforms mwanzo mwisho. Tunaitekeleza kwa kuendelea kuelimisha wanawake wenzetu, kwa sababu walio wengi wanaenda wanatishwa. Lakini baadhi ya watano unakutana nao wenye ujasiri, wanaona, kwa sababu hata ukimtisha mtu anaona nini kinaendelea. Sasa hizi ni utandawazi. Mitandao inaonyesha, utamzuia wewe kwenye televisheni, lakini mtaani watu wanajua nini kilikuwa kinaendelea huko Dar es Salaam. Hakuna kukata tamaa. Wanawake naamini tunaingia kuomba, lakini pia ni kusimamia kile ambacho chama kinamwenda kwa tukafanya. Kwa majina naitwa Lazaro Kipagatie, ni mwanachama wa Chadema. Kiujumla kwa nyakati hizi, kwa umri wangu nilionao, nina miaka 66, ninashangaa watawala wanachotufanyia kwa miaka hii, hasa kwenye swala tunapokwenda kwenye chaguzi. Hakuna chaguzi ambazo nimeshiriki nikaziona ziko tofauti kama chaguzi iliyopita. Imekuwa ni chaguzi isiyo ya haki, isiyo ya huru, isiyo ya wazi. Ndugu waandishi wa habari, kimsingi tunatishwa. Nimekwenda kuona mtu anachaguliwa kiongozi wa kitongoji kule chini, wanakwenda polisi na FFU, wanakwenda kufanya nini? Kuna nini? Kama chama kina watu wengi, una hofu gani? Unajiamini kwamba wewe ni mtenda mema, kwa nini utembee na marisasi, utembee na mabunduki? Kuna nini mwandishi wa habari? Tunaomba na ninyi kama waandishi wa habari, mna machungu, na ninyi ninawaona ni vijana, mjaribu, mnatakiwa kwenda mbali, mjaribu kuangalia na kuona kwamba nchi hii tunapokwenda, Watanzania watafika mahali ambapo watatoa maamuzi magumu. Na ikumbuka kauli ya Mwalimu Nyerere, alisema watu wasipopata haki ndani ya Chama cha Mapinduzi watatafuta nje ya Chama cha Mapinduzi. Ni wakati sahihi, ndugu mwandishi wa habari, ni wakati sahihi kabisa, na mimi naunga mkono kwa nguvu zangu zote hii kauli mbiu ya Tonetone, na kwamba tunataka tume huru na katiba mpya.
kuna nini tatizo? Watu wanazuia kama wewe una haki. Kwa jina anaitwa Reginald Joseph Danda, ni mwenyekiti wa jimbo la Njombe mjini. Leo tulikuwa na kikao chetu cha baraza la mashauriano wilaya. Tumeafikiana mambo kadha wa kadhaa. Moja ni kauli mbiu ambayo ipo sasa inaendelea ya no reforms no election, kwamba tunaweka nguvu kuhakikisha tunakwenda tunawafikia watu wengi kadri inavyowezekana na kupitisha petition ili watu wengi waweze kusaini kuunga mkono swala hili. Na tumeshauriana, tunalani pia mambo mbalimbali ya serikali yanayokwenda. Moja ni masuala ya mfumo mzima wa uchaguzi. Pili ni swala la namna polisi wanavyofanya kazi. Mfumo wa polisi wanaofanya kazi sasa unaondoa utu wa binadamu, unaondoa haki kabisa ya mtu. Mtu mbele ya hadhara anadhalilishwa, wengine wanachanwa nguo, wanavuliwa nguo zao, wanapelekewa mbwa anamng'ata mtu mbele ya hadhara. Kwa hiyo ni kudhalilisha utu wa mtu. Kwa hiyo sisi tunalani kabisa kitendo cha polisi kadri walivyofanya mambo kwenye mkutano kwenye mahakama tarehe 24. Jambo lile ni baya kabisa, limedhalilisha Tanzania, limemdhalilisha sana Rais Samia kama rais wa nchi, kiongozi, na leo hii amekaa kimya, wala hata neno moja hajasema. Jambo la ajabu kabisa, kiongozi anayoshuhudia raia wake wanadhalilishwa kwa kiasi kile. Sisi ni Chadema, ni wanachama wa Chadema, lakini ni raia wa Tanzania, tunazo haki zote za kiraia kuhakikisha rais anatulinda kwa mujibu wa cheo chake cha urais, kwa sababu sio mlinzi wa CCM tu, ni mlinzi wa raia wa Tanzania. Kwa hiyo sisi tunalani vikali kitendo hicho. Naomba rais aliangalie hilo. Pia mheshimiwa mwenyekiti wa chama kupewa kesi ya uhaini. Nafikiri tafsiri na shangaa sana. Yaani kuna wataalamu ndani ya CCM. Kuna watu waliosomea, waliobobea kwenye masuala ya sheria na masuala ya mahusiano. Wanatoa tafsiri gani kwa Tanzania kuhusu swala la uhaini? Uhaini maana yake nini? Yaani mtu alivyo hivi anaitwa muhaini. Muhaini mtu mmoja, a single person muhaini. Anakuwaje muhaini? Muhaini kunahusisha masuala ya siasa, ya silaha, kunahusisha makundi ya wanajeshi, na kuna mtandao wa watu wengi. Mtu mmoja alivyo anaitwa haini. Tunaomba swala hilo kwa rais linamdhalilisha. Na swala hili linamdhalilisha kama walivyomuita mwenyekiti taifa Mheshimiwa Mbowe wakati ule gaidi. Na sasa tena inji wanarudi tena CCM kuidhalilisha kwa mtindo huo. Naomba swala hili liangaliwe ili tuweke Tanzania irudi kwenye sifa zake zile za zamani. Kama nchi ambayo kusini mwa Afrika ilikuwa na heshima kubwa, kati ilikuwa na heshima kubwa, na kwa bara la Afrika na heshima kubwa, na kwa dunia. Ndio maana tupata watu wengi sana kwenye Umoja wa Mataifa na nini, ikiwa na sifa kubwa sana. Tuirudishe Tanzania ikae mahali pake. Asante sana. Kwa ujumla matendo haya kwanza yanaifanya kama Tanzania sasa haina polisi weledi, yani chuo cha polisi kama hakipo. Yani sisi tupo tu tunapokea polisi kwa ukota mitaani na kuwaleta kuanza kufanya kazi. Vinginevyo kama kuna chuo cha polisi, manake kuna mambo ya ajabu, wameacha masuala ambayo wamefundishwa, wanafanya mambo mengine nje ya yale. Manake maadili ndani ya jeshi la polisi hayapo. Ya, jambo la kwanza mimi nawashukuru. Katibu, mimi nitakusemea tu, wewe unawasiliana na hao watu kila siku. Mimi niwashukuru baraza la uongozi